Shughuli za kawaida zimesimama kwa muda katika mji wa Isiolo, ikiwemo kufungwa kwa barabara kupitia kuwashwa moto na magurudumu kuchomwa. Pia mabiashara mengi yakisalia kufungwa kufuatia vuta ni kuvute kati ya polisi na vijana waliokuwa wakiandamana kulalamikia kutokamilishwa kwa ujenzi wa uwanja wa michezo sawa na sekta hiyo kutelekezwa. Ni wakati wa maandamano hayo ambapo polisi walilazimika kutupa vitoa machozi sawa na kupiga risasi hewani ili kuwatawanya mamia ya vijana ili kutuliza hali. Wakihutubia wanahabari, vijana hao wamelalamikia kutekelezwa kwa sekta ya michezo kwa muda sasa. Kwa majina naitwa Paul Oka, ni mchezaji wa Isiolo County. Tumekuja hapa kudemonstrate kwa sababu ya mambo ya stadium ambayo tumesubiri kwa muda tukaiongoja na hatujafanikiwa ku stadium yetu kumaliziwa. Na mpaka sasa hivi tuko 15 years kabla stadium haijatengenezwa, na ule current governor ambaye alikuwa amechukua nafasi ya kutengeneza hiyo stadium hakumanage kumalizia, alifikisha mahali na akaachia hapo. Kwa hivyo gavana wetu Guyo ambaye yeye ndio alichukua hiyo nafasi, amechukua nafasi pia kutumia pesa yetu ya stadium kufanya manifesto mahali pengine. Sasa sio nzuri kututumia kiwango hiyo, kwa sababu sisi kama wachezaji, kama sisi football ya Isiolo hakuna haki yetu sisi ambaye sisi tumepata kama wachezaji, kama klabu ambayo ziko Isiolo. Last time kuna pesa ambayo zilikuwa zimetengwa kwa stadium ambayo ilikuwa ni 11 million ambazo zilikuwa zimetengwa kwa stadium. Kando na hapo kuna uwanja zetu ambazo zilikuwa zimetengwa pesa zao. Uwanja kama ya Wabera ilikuwa imetengwa 10 million, Bulambe ilikuwa imetengwa 10 million, na zile zingine ambaye Garbatula 2 million, Waldonyiro 2 million, Garemara 2 million, Uhuru. Sasa hatujapata hizo uwanja zote hazijatengenezwa. Sasa gavana, Kenya tunaomba, sisi tuna demonstrate leo. Juzi ilikuwa ni peaceful. Ya leo ni kionjo. Sisi tumeamua kama ni kuishia Isiolo, wacha tuishie kwa mikono ya serikali kuliko tuishie kwa madawa. Hatuwezi kwa madawa. Mimi naitwa Abdirizak, mimi mkazi wa Bula na pia nakaa kiwanjani. Sisi kama vijana wa Isiolo tunaongea kila wakati, tunaongea na county, hakuna venye tunasaidiwa. Huyu reporter ameniuliza mnaongea na wanajibu aje? Sisi hakuna kitu hawatupati jibu yote kutoka kwao. Sisi kitu tunaomba tu watutengenezee grao. Vijana sisi tunapotea hapa, wanataka tuingie kwa madrugs, tutumie madawa, lakini sisi tumekataa. Sisi tunataka kucheza mpira, mtutengenezee grao. Mtutengenezee grao. Stadium, ukiangalia makaunti zingine wote wameendelea. Kaunti zingine zote wameendelea. Sisi tu hapa mnataka kuteka hapa. Tuishi maisha ya zamani. Sisi tumekataa, tutaki kutumia madawa za kulevya. Tunataka kucheza mpira. Sisi watu wa siasa kama watu wetu wa kaunti wamezoea watu wa siasa. Sisi watu wa siasa, sisi ni watu wachezaji wa mpira. Tunataka Saribu bana, nenda Jazira. Hatuogopi, na pia tunataka FKF pia watusaidie kaunti yetu, tuwajaribu kusonga mbele. Pesa sports sisi hatuoni, pesa entertainment hatuoni. Sasa tunataka gavana tujibu, tuambie pesa sports inaloketiwa wapi? Sisi wachezaji ndio tunalipa mpaka marefari. Aje kila game tunalipa marefari, hatuna grao, hatuna kitu yote. Sisi tunataka tuko na machairman wetu hapa, tuko na representative wetu hapa, mtusikize, mtutengenezee study, mtutengenezee grao, tucheze mpira. Na refari walipo. Kwa majina naitwa Solomon aka Simba. Wanapiga strike kule. Mimi nasema hivi, sisi tunaumia sana kama makoches, kama players, na hata sisi tumekaa kusumbuana sana, kupress sana ofisi ifikishe hii maneno kwenu, na hakuna kitu mmesaidia.
Mikutano mnasema mtafanya mkutano mtujibu, hamtujibu. Sasa sisi hata ilikuwa tuanze kazi mapema. Ni ofisi tu ndio FKM ndio imetuomba tutulie. Lakini imefika mahali sasa ni lazima sasa tufanye kazi. Kwa hivyo ninaomba gavana wetu, sisi kabisa hatujafurahi kitu, hatujafurahia na haki isipopatikana sisi hatuwezi toka kwa hila. Na leo ndio tumeanza. Kando na hayo, wakishtumu idara ya usalama kutumia nguvu zaidi wakati wa kuwatimua. Sisi ni vijana, tumezaliwa na kina mama, tumezaliwa na wazazi, na ni vijana wa hii kaunti. Mambo hizi bullet hatuhitaji. Kwa hivyo jamaa hatuhitaji. Gavana, tunaomba mambo kama hii utujibu, uone venye utatusaidia badala kutupiga risasi. Kuliko kutusaidia unatupiga risasi. Yani tukijaribu ku demonstrate peaceful demonstration wanatupiga bullet. Kwani wanataka aje na maisha yetu? Watuambie tutacheza bola ama tukatumia drugs? Hebu tuambie. Wakazi wengine walioshuhudia maandamano hayo wakishinikiza serikali ya kaunti kusikiliza na kutatua kilio cha vijana hao. Kazi vijana watengeneze kiwanja mpira baba. Sisi tumesema tuko sawa. Ametulia gari tuko sawa, kimakanga si mapirate tuko fiti. Lakini kiwanja mpira vijana watengenezee. Hiyo tu ndio mimi naambia gavana Kayole. Gavana ni mjamo. Na tutambui gavana mwingine tunatambua Guyo. So Guyo angalie kiwanja stadium. Angalie vijana wanalalamika na wanachoma mpaka lami. Sisi tuko hapa state tumesema tuko sawa, tuko na magari. Tunashukuru ile gari ametutolea. Lakini vijana unaona wanachoma lami hapa. Wanasema kiwanja mpira, wanataka kiwanja mpira. Nikiripotia Kamachu TV kutoka mji mkuu wa Isiolo, langu jina ni Wajumbika.